Tunashukuru Mungu kuwepo kati yenu. Neema ya Mungu tu, sio vinginevyo. Wewe una kitu ambacho napaswa kujifunza kwako, lakini sisi pia kama viungo kuna kitu ambacho Mungu ameweka kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama mtumishi wa Mungu alivyosema, somo ambalo tutaendelea nalo ni la Roho Mtakatifu. Jambo kubwa katika kupokea Roho Mtakatifu kwanza ni kumfahamu. Kama humfahamu huwezi ukampokea. Na Kristo anasema ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumtambui. Hicho ungemtambua ungempokea. Lakini kwa kuwa haumtambui, hiyo ni katika Yohana sura ya 14. Kwamba watu wanashindwa kumpokea Roho Mtakatifu kwa kuwa hawamtambui. Lakini wale wanaomtambua ataingia kwao kwa sababu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ni kumtambua. Nitaanza hapo, kumtambua Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Halafu tukishamtambua kwamba ni nani, tutaenda kujifunza nafasi yake ndani ya mwanadamu. Hayo mambo mawili hayo. Kwanza tuangalie katika Yohana 14. Yohana 14. Yohana sura ya 14. Tuanze mstari ule wa 11 hadi wa 19. Nitasoma. Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 11 mpaka 19. Na Mungu anasema, mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda zangu, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mstari wa 16. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. 17. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. 18. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. 19. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Amen. Amen. Hapa Kristo alikuwa anaelezea Roho Mtakatifu kwamba ni msaidizi, halafu ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Lakini akigeukia wanafunzi anawaambia, lakini nyinyi mnamtambua. Kwa hiyo katika semina hii, kusudi kubwa la semina hii, wewe kijana umtambue Roho Mtakatifu ili umpokee. Ukishamtambua utampokea, iwe hapa kwa kuombewa au hata kule unapokuwa unatembea ukiabudu na moyoni, kwa sababu umeshamtambua, utashangaa kuja anaingia ndani yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Labda nitoe ushuhuda. Mimi nilipokea Roho Mtakatifu. Halafu hapa tutaangalia baadhi ya majina ya Roho Mtakatifu ili tumtambue, halafu baadaye tuangalie kazi zake ndani ya mtu.
Mimi nilimpokea Roho Mtakatifu nikiwa shuleni, na si kwamba nilimpokea kwa siku hiyo moja nilipoombewa, kwa sababu nilikuwa simtambui, ikawa ni ngumu kumpokea. Tulikuwa kipindi hicho shuleni, kulikuwa hakuna vile vyama vya watu waliookoka, lakini kulikuwa na watu waliookoka. Lakini kwa sababu kulikuwa hakuna vyama vya watu waliookoka, tulikuwa tukija tukiletewe ibada na wachungaji wa Lutheran kwa njia ya UKWATA, kama mnafahamu habari za UKWATA wale wanafunzi. Lakini saa 8 tunakusanyika wale waliookoka, tunaendelea na ibada yetu kama watu waliookoka. Kwa hiyo yule kijana ambaye alikuwa tayari ana neema ya Mungu, tayari anafahamu Roho Mtakatifu, alikuwa ni kiongozi wetu, japokuwa kwa umri alikuwa mmemzidi. Kijana mmoja anatoka Mashewa anaitwa Joseph Nyero, alikuwa anafahamu sana Mungu. Huyu kijana alituongoza kule shuleni katika ibada yenye Mungu. Ni vizuri kijana umtafute Mungu, atakufaa sana katika ulimwengu. Na kuja kwako umefanya vizuri, kwa sababu hutarudi kama ulivyokuja. Kwa hiyo siku hiyo akasema, jamani, anahitaji Roho Mtakatifu. Mimi nikapita mbele ili niombewe Roho Mtakatifu. Sasa alipokuwa ananiombea, kwa sababu nimepiga magoti kwenye cement, anaposema sema asante Yesu, nilikuwa ninasema asante Yesu. Lakini nikienda, kwa sababu sipokei, kwa sababu nilikuwa simtambui anaingiaje, ninasema mbona magoti yangu yanauma, siamalize maombi? Ndio mawazo yangu. Basi kwa sababu sipokei, yeye alikuwa anaendelea kuniombea. Lakini mtu wa watu anafika mahali basi anamaliza maombi, mimi naondoka pale magotini, sijapokea Roho Mtakatifu. Hivyo hivyo kila Jumapili saa 8 tunaenda kwenye ile ibada yetu. Wanaohitaji Roho Mtakatifu napita mbele, sipokee, kwa sababu ninapoombewa nikienda nasema magoti yangu yanauma, mbona hamalizi maombi? Kwa hiyo sipokei Roho Mtakatifu. Lakini kumbe vile kupita mbele kila mara na kuombewa, Roho Mtakatifu tayari alikuwa amependa kunisaidia, japokuwa nilikuwa sina kina sana cha kufahamu. Hiyo siku nikasema, kwani anayesababisha magoti yaume ni nani? Ni anayeniombea au ni mimi nisiyepokea? Nikapata jawabu kwamba ni mimi nisiyefanyaje, nisiyepokea. Sasa Roho Mtakatifu akawa amenifundisha jambo fulani. Sisi kule Lutheran tulikuwa tunajua sana kusema Baba yetu uliye mbinguni. Sasa Roho Mtakatifu akawa ananiambia nani, na kama ali ananifundisha sasa. Leo usikubali yale mawazo yanayosema kwa nini hamalizi maombi ndio yanayokuzuia wewe usipokee Roho Mtakatifu. Leo usiyakubali. Kasema nikifanyaje? Asema mkisikia yale mawazo yanayosema magoti yako yanauma, sema Baba yetu uliye mbinguni. Ukimaliza hiyo sala hujapokea, sema tena asante Yesu. Yale mawazo yakisema kwamba una magoti yanaumia, sema Baba yetu uliye mbinguni. Hapo ndio utashinda hayo mawazo ambayo yanakusababisha usipokee Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikaanza kuombea. Yale mawazo yakaja, akasema leo huniwezi. Leo niko magotini, huniwezi. Yale mawazo yalipokuja tu, niliposema tu Baba, basi kaishia hapo. Roho Mtakatifu akaingia kama moto. Sikuweza kuzuia kinywani, Roho Mtakatifu akanena. Pale pale kuna kijana wa Kimbulu alikuwa na mapepo, akaanguka chini. Kwa sababu Roho Mtakatifu alipoingia alianza kufanya huduma siku ile ile. Nitaka nitoe utangulizi wa namna hiyo, kwamba usipomfahamu Roho Mtakatifu itakuwa ngumu wewe kumpokea kwa sababu haumtambui. Lakini ukimtambua utang'ang'ana naye kwamba Bwana, ingia ndani mwangu. Ikiwa nimepata kibali mbele zako, usinipite leo, ingia ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tuliposoma tumepata jina moja la Roho Mtakatifu kwamba ni msaidizi. Labda niulize vijana, huyu Roho Mtakatifu atakusaidia nini? Umeshafahamu kwamba atakusaidia nini? Au wewe ambaye umeshapokea Roho Mtakatifu umejua kwamba Roho Mtakatifu amekusaidia nini? Yeye ni msaidizi, amekusaidia nini? Roho Mtakatifu kwa mfano mimi amenisaidia katika mambo kadha wa kadha. Ikiwemo pia katika swala la kutafuta mtu sahihi.
kuna ambao walipatikana kama 2 watatu, lakini Roho Mtakatifu yeye mwenyewe nimshuhudia akiniepusha kwa sababu sio. Lakini kitu kingine ni msaidizi, kwa sababu sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo yeye tukimwachia anatusaidia katika hizo udhaifu wetu, kwa sababu hatujui. Asante sana. Ngoja tusiende mbali kwa sababu muda wetu una vikomo. Tumepata kwamba huyu Roho Mtakatifu ni nani? Ni msaidizi. Tumeangalia Yohana 14 mstari wa 13 hadi wa 19. Lakini pia tuangalie hili jina la msaidizi ni katika Yohana 16 mstari wa 7 hadi wa 14. Hatutasoma. Lakini twende tumsome kwamba Roho Mtakatifu ni maji. Wangapi wameshawahi kusikia kiu? Maji ni muhimu, sio muhimu? Haya, Roho Mtakatifu anambia kwamba ni maji. Hebu angalia katika Yohana sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 14 aliona asome. Soma tu tumtambue ili tuende kwenye kiini cha somo. Ukiona unasoma, neno Mungu nasema, Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Lakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke, soma Yohana hiyo 7:37 mpaka 39, ongeza hapo 7:37 mpaka 39. Na Mungu nasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Amen. Kristo ameendelea kufafanua kwamba ni maji. Na dunia ina kiu, haina maji, sio ya bombani. Haina maji dunia. Haya maji ambayo ni Roho Mtakatifu ndiye awezaye kumaliza kiu zote. Ukishapata haya maji, hautachota. Hautachota ulevi, hautachota sigara, hautachota uzinzi, hautachota uasherati. Ukishayanywa haya maji, yana chemchemi ndani yake, yani yana utoshelevu. Chemchemi maana yake haikauki, inajitosheleza. Roho Mtakatifu Yesu anambainisha kwamba huyo nitakayempa ya kwangu haya maji hahitaji kuchota. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba nafasi yake kama maji, tukimpata yatatufaa sana sisi kama vijana. Hatutakuwa na kiu. Hatutakuwa na zile kiu za ajabu. Hatutakuwa na uhitaji ule ambao haueleweki. Tutakuwa tumetosheka. Bwana atusaidie sana. Mimi ndugu zangu, nilipooa nilioa na miaka 33 ndio nikaoa. Na kwa sababu Kristo alimaliza, kwa sababu niwaambia kwamba alipokea Roho Mtakatifu pia shuleni. Roho Mtakatifu alikuwa amemaliza kiu zote ndani yangu. Na sikuwa namtazama msichana kwa kumtamani. Nilikuwa namtazama kama ndugu katika Bwana. Na nilikuwa nimemwambia Roho Mtakatifu, kwa sababu umenitoa katika utumwa, sitaoa kwa sababu ya tamaa. Hiyo nilikuwa nimekataa. Nitaoa kama wakati wa kuoa umefanyaje? Kwa sababu Roho Mtakatifu alimaliza kiu. Alimaliza nini? Kiu. Na mtu yoyote ambaye anaoa kwa sababu ya kiu, yani kwa sababu ya tamaa, hataishi na huyo mwanamke kwa heshima na adabu, ataishi kwa tamaa zake akiendelea nazo. Kwa binti usiolewe kwa sababu ya tamaa, au kijana usiolewe kwa sababu ya kiu zako. Mpe Roho Mtakatifu nafasi azimalize kiu kwanza. Azimalize. Ndio utaona mme bora na mke mwema utampata. Lakini kama ni kwa tamaa, unaenda kwa mchungaji
nioa, ujue nitaanguka dhambini. Wachungaji msiwafungie ndoa watu wanaoanguka dhambini. Hata wakiwa kwenye ndoa wataanguka tu. Yesu anamaliza kiu, anasema hautahitaji kuchota tena. Mwanamke huyo akasema, Bwana nipe hayo maji. Akagusa kiu zake, akasema akamuite mume wake. Maana yake kwenye maisha yake alikuwa na kiu zake. Akazigusa zile kiu zake. Akasema ni kweli sina mume. Akasema umesema kama maana una watano. Hizo kiu zake zilikuwa zinamtumikisha. Lakini Roho Mtakatifu kama maji tukimpa nafasi atamaliza kiu zote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Roho Mtakatifu anajulikana kama karama. Yohana 4:10. Yohana 4:10. Yohana 4:10. Yohana 4:10. Mungu nasema, Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Roho Mtakatifu anajulikana kama karama. Karama ya Mungu. Kama ungelijua karama ya Mungu, pale sasa watu hawapokea Roho Mtakatifu kwa sababu hawamtambui. Na hapa Yesu anafikiria kwamba kama ungelijua karama ya Mungu, ungeifanyia kazi. Kijana, ifanyie kazi hii karama ya Mungu, itakufaa sana. Ifanyie kazi, idai, iombe kama umeshamwamini Kristo. Kama hujamwamini, fanya shauri, fanya uamuzi. Kwa jinsi mwanadamu alivyoumbwa, hawezi kukaa bila roho. Ukikaa bila Roho Mtakatifu, umekaribisha mashetani aje ajibanze hapo. Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu, roho yake haiwezi kukaa mwenyewe. Haiwezi. Lazima iungwe. Anasema yeye aliumbwa na Bwana ni roho moja na yeye. Yaani ukishaumbwa na Bwana unakuwa roho moja na yeye. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 17. Utaliona hilo neno hapo. Wakorintho wa kwanza 6:7. 6:17. Neno la Mungu linasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Si unaona huo muunganiko? Yaani unapoungwa na Kristo, ametangaza kwamba wale wamwaminio watampokea Roho Mtakatifu. Kuna muunganiko unaofunua Roho Mtakatifu. Aliyeungwa na Bwana lazima mkubali huyu Bwana Yesu ili akushirikishe roho wake. Roho wake awe na wewe. Maisha yako yawe na roho wa Mungu. Uwe naye, atakusaidia yeye kama maji, atakusaidia kama msaidizi, atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tumtambue kwanza kule kwenye kiti cha somo. Huyu Roho Mtakatifu pia ni nguvu. Matendo 1:8. Matendo 1:8, asome aliyeona. Matendo 1:8 neno linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Huyu Roho Mtakatifu ni nguvu. Kama tuambia kwamba Roho Mtakatifu alipoingia ndani mwangu, pale pale alifanya huduma. Yule kijana wa Kimbulu alikuwa na mapepo, alianguka chini. Ni nguvu ya ajabu Roho Mtakatifu. Na ukishakuwa na Roho Mtakatifu una nguvu. Ukiimba kuna nguvu, ukihubiri kuna nguvu. Mamlaka ya Mungu inakaa ndani mwako. Shetani hawezi kukusumbua. Ni nguvu ya ajabu. Bwana atusaidie sana. Alafu hii nguvu shetani anaiona, anaiogopa sana. Siku moja nenda kwenye huduma hapo Chaki. Baada ya kufanya huduma pale ndani, wakaingia wamama watatu. Walipoingia wale wawili, mmoja alipoingia akarudi nyuma. Wale wazaka wakamwambia mwenzetu, mbona unarudi nyuma? Baada ya kuingia unarudi nyuma. Asema nini amoni? Asema hatuoni nini? Akanyosha mkono asema kwamba unaona hicho kinachowaka hapo kichwani hapo usoni kwa huyu. Ananyosha hapo.
Unaona hicho kinachowaka hapo? Ni nini? Asema chunga hiyo namba. Hapa kakimbia. Kwa hiyo tunapokuwa na Roho Mtakatifu ni nguvu ya ajabu ambayo shetani anaiona. Na ni namba ambayo shetani hawezi kushindana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ni namba, anaijua hiyo namba. Ni namba yake anaijua. Sema hiyo namba ichunge hiyo. Alafu akakimbia. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo tunapokuwa na Roho Mtakatifu ni nguvu. Rumi 5:5-6. Rumi sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Neno la Mungu linasema natumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Amen. Hapo tulipokuwa hatuna nini? Nguvu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nguvu. Wakorintho wa pili 3:17-18 aliona asome. Huyo Roho Mtakatifu ni Bwana. Wakorintho wa pili 3:17-18. Msomaji endelea. Neno la Mungu linasema basi ndiye Roho basi ndiye Roho. Sawa, rudia. Nasema Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Amen. Bwana aliye Roho. Kwa hiyo huyu Roho unayemtangaziwa, unayemfundishwa kwenye semina hii, huyu Roho ni Bwana. Kwa sababu Kristo aliporudi tayari ametukuzwa. Bwana ndiye Roho. Tunampata Kristo humu kwenye Roho Mtakatifu. Ndio maana akasema katika Yohana 16, yeye atanitukuza mimi, maana atatoa ya kwangu na kuwapa ninyi. Kuanzia mstari ule wa 7. Yohana 16 kuanzia mstari wa 7. Hatutasoma zaidi, lakini neno linasema kwamba yawafaa mimi niondoke, maana nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, lakini atakapokuja atanitukuza mimi. Huwezi ukawa na vitu vya Yesu bila Roho Mtakatifu. Bwana atusaidie sana. Roho Mtakatifu pia anajulikana kama moto au ndimi za moto, lakini anajulikana pia kama upepo. Maneno haya tutayasoma katika Matendo 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tutampata Roho Mtakatifu kama upepo, tutampata Roho Mtakatifu kama ndimi za moto. Karibu some Matendo 2:1-4. Neno linasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa 3. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Asante sana. Tumeona Roho Mtakatifu kama upepo ukija kwa kasi, lakini pia kama ndimi za moto uliowakalia. Sasa tuone Roho Mtakatifu kama sehemu. Kolosai 1 mstari wa 11 hadi wa 13. Kolosai 1:11-13. Neno la Mungu linasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake,
ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Amen. Asante sana. Tunaona hapo kwamba aliyewastahilisha kupokea sehemu. Kwa Roho Mtakatifu ni sehemu. Ni unamegewa, ni sehemu yako. Na unapomegewa hiyo sehemu, ni sehemu pamoja na watakatifu. Waliokuwa kabla yako walikuwa na hiyo sehemu, walikuwa na huyo Roho Mtakatifu. Wa Hesabu 11:16-17. Tuangalie kama sehemu. Hesabu 11:16-17 mistari miwili. Hesabu 11:17. Neno la Mungu linasema, nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usichukue wewe peke yako. Kisha uambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakaye tupa nyama tule? Amen. Asante sana. Nami nitakuwa sehemu ya roho iliyoko kwako. Nitakuwa sehemu. Ndio pale tuliposoma kwenye Wakolosai asema aliyewastahilisha kupokea hiyo sehemu. Tunahitaji hii sehemu ikae ndani yetu. Na Mungu akafanya hivyo kwa wale wazee 70. Mungu aliposhuka akatoa sehemu ya roho ya Musa ikakaa ndani ya hao wazee. Hata wale waliokuwa hemani lakini wako kwenye ile hesabu walipokea Roho Mtakatifu kule, wakawa wanatabiri. Mpaka Yoshua akasema, wakataza sema, wewe umekuwa na wingu kwangu. Si afaheri watu wote wa Mungu wangekuwa na roho wa Mungu? Si heri kanisa lingekuwa na roho wa Mungu? Si heri vijana wa kongamano wangekuwa na roho wa Mungu? Musa akamwambia, umekuwa na wingu kwangu. Heri watu wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu. Heri uwe na Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu ni furaha ya ajabu, ni uzima wa ajabu, ni karama za ajabu. Ukiwa naye hapa ndani kwenye moyo wako, utakuwa umeshafika mbinguni tayari. Raha utakayoipata, hata kama ulimwengu unao dhiki hutaiona, kwa sababu Roho Mtakatifu atapambana na hizo dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kipengele cha mwisho anaitwa utukufu. Tutaishia hapo ndio tuingie kwenye kiini cha hili somo. Utukufu. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Aliyo na wasome, tutaishia hapo kwa Roho Mtakatifu ili tuende kwenye kiini hiki cha somo sasa. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya wanadamu. Neno la Mungu linasema, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule usio na kiasi, wakiwatukana, nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu walio hai na waliokufa. Maana kwa ajili hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa Injili. Waraka wa kwanza Petro 4:14. Asema hivi, mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Amen. Roho wa utukufu. Utukufu maana yake ni ubora. Ndio maana Yesu katika Yohana 17 mstari wa 22 akasema, ule utukufu ulionipa nimewapa wao. Utukufu maana yake uzuri. Kristo amelikusudia kanisa liwe na uzuri, kwa sababu roho ya utukufu, yaani roho wa uzuri, atakuwa analikalia kanisa, atakuwa ndani ya kanisa. Hakuliacha yatima. Kanisa haliwi yatima likiwa na Roho Mtakatifu.
Hutaishi maisha ya yatima ukiwa na Roho Mtakatifu. Hakuna wa kukuonea, hakuna wa kukuchawia, hakuna wa kukutesa. Roho Mtakatifu anapokuwepo, anasema alipo Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Haya, huyu Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwako, kama nilivyosema tangulia kusema, atamaliza kiu zote. Kiu zote. Si kwamba unaogopa si kutenda dhambi, si ni hapana. Yaani dhambi haiko kwako. Haiko kwako dhambi, na ni ngumu mtu mwenye Roho Mtakatifu kutenda dhambi, ni ngumu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana sifa ya utakatifu. Ukimwangalia Ayubu anachokisema hapa. Hebu tuangalie kidogo mstari mmoja hapa. Katika Ayubu kuangalia Ayubu 27 mstari wa 3. Neno Mungu linasema, kwa kuwa uhai wangu ukali, nasema kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu katika pua yangu. Amen. 31 mstari wa kwanza mpaka wa pili. 31 mstari wa kwanza mpaka wa pili anasema, nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Kwani sehemu ya Mungu itokayo juu ingekuwa nini? Na urithi wa Mwenyezi utokao juu? Yes. Amen. Tunaona Ayubu alipokuwa na Mungu hapa. Naam. Anaelezea kwamba uhai wa Mungu uko ndani mwake. Lakini sehemu ya Mwenyezi iko kwake. Roho wa Mungu yuko kwake. Hata naweza kumwangaliaje msichana? Maanake tamaa zote amezimaliza Mungu anayekaa ndani ya Ayubu. Ndio maana shetani hakuna mahali pa kwenda kwa Ayubu, kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa umemzunguka pande zote. Kwa hiyo kwamba Roho Mtakatifu ni sehemu, ni utukufu, ni uzuri ndani ya maisha ya mtu anayemwamini Kristo. Na anamaliza kila kitu, yeye kama maji, yeye kama moto, yeye kama Bwana, yeye kama utukufu, yeye kama karama. Anamaliza ghasia zote kwenye maisha ya mwanadamu. Anabakia Mungu ndani ya mwanadamu. Sasa tunaenda sehemu ya pili, nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwanadamu. Tutaanza kusoma Ezekiel 2 mstari wa kwanza na wa pili. Ezekiel 2 mstari wa kwanza na wa pili. Aliona anaweza akasoma. Ezekiel sura ya 2 kuanzia sura ya kwanza na wa pili. Na Mungu linasema, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Amen. Anasema akaniambia, mwanadamu. Sisi ni wanadamu, sio wanadamu. Aliposema ewe mwanadamu au mwanadamu, na kwenye kitabu hiki cha Ezekiel amemtaja Ezekiel kama mwanadamu mara 90. Mwanadamu maana yake ni kwamba dhaifu, mnyonge, huwezi bila Mungu. Mapambano ni makali, hiyo vita hutaiweza. Ndio maana akamtaja mwanadamu, ajijue nafasi yake kama mwanadamu, kwamba anamhitaji Mungu. Kijana, wewe kama mwanadamu unamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema alipokuwa anasema na mimi, roho ikaniingia, ikanisimamisha. Mungu na aseme na wewe,
Roho akuingie, atakusimamisha, atakuwezesha, atakupigania, atakuombea, atakufariji, atakusaidia, atamaliza kiu zako, atakuwa karama, atakuwa vipawa, atakuwa ndimi za moto, atakuwa nguvu isiyopingika. Hebu tuone Mhubiri sura ya 4. Mhubiri sura ya 4. Mhubiri sura ya 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Aliyo na asome. Kisha nikarudi na kuona madhari. Kisha nikarudi nikaona madhalimu yote yanayotendeka chini ya jua. Na tazama machozi yao waliodhulumiwa, ambao walikuwa hawana mfariji, na upande wa wale waliowadhulumu kulikuwa na uwezo, walakini wale walikuwa hawana mfariji. Kwa hiyo nikawasifu wafu waliokwisha kufa kuliko wenye uhai walio hai bado. Naam, zaidi ya hao wote nikamuita heri yeye asiyekuwako bado, ambaye hakuyaona mabaya yanayotendeka chini ya jua. Sisi kama wanadamu tunaishi chini ya jua, na huyu mtumishi wa Mungu kwenye Mhubiri anasema akaona chini ya jua kuna nini? Kuna machozi ya walioonewa. Na shida, kwa nini wanaonewa? Kwa sababu hawana msaidizi. Sababu tu hawana nini? Msaidizi. Tumesema Roho Mtakatifu ni nani? Ni msaidizi. Yeye ndiye aweze kupambana na hicho kinachoonea wanadamu katika ulimwengu. Huyu mtumishi akasema nikaangalia yanayofanyika chini ya jua ni machozi. Kristo anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimefanyaje? Nimeushinda. Maana yake ni kwamba kijana akitaka ndoa nzuri lazima awepo Mungu hapo kwenye ndoa. Lazima utalia, lazima utafanyaje? Mimi nimwambia Mungu usinipe mke atakayeniliza, na ukiona sijapita vipimo vyako vya kuandaliwa vizuri usinipe mke, kwa sababu umeshamaliza tamaa, hakuna kiu, nitasubiri. Japokuwa kulikuwa na maneno magumu yanayotoka kwa wasioamini kwamba huyu haoi eti kwa sababu hajisikii kuoa. Unataka nijisikie? Hamjaelewa vijana? Yaani wewe unamngoja Mungu, lakini kuna wanaonena huko pembeni kwamba mbona haoi, anakuwa kikongwe. Lakini mimi huku na mapatano na nani? Na Mungu. Ayubu anasema nimefanya agano na macho yangu, ninajua Mungu alinitoa wapi na ananipeleka wapi. Bwana atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo ulimwengu kuna machozi, kama hujalia lakini kuna mtu analia. Ndio maana akasema msione kwamba ni kitu kigeni yale majaribu yanayowapata, lakini hayo majaribu yanawapata wenzenu walioko duniani. Duniani humu mna majaribu, lakini alichokuwa analilia huyu Mhubiri anasema wale wanaowaonea watu kuna uwezo fulani uko kwao. Usiwe kama wachawi wanaroga, kuna nguvu ya kichawi iko kwao, si ndio? Kwa nini wewe unaroga? Kwa sababu hauna nguvu ya kukutetea. Kwa nini ndoa inavurugwa? Kwa sababu hakuna nguvu ya kukutetea. Hata mmoja aliyekuja kwenye maombi, ndoa yake imevurugwa, mume ameenda ndoa mke mwingine, yeye anaandika na watoto, mtoto wake naye ameacha shule, amekimbilia kwa aliko, akaja kwenye maombi. Kuja kwenye maombi, kumbe mapepo yako kwake. Akasema huyu tumemvalisha sura ya kizee ili mume wake akimwona ni kikongwe, ndio maana ameenda kuoa mke mwingine. Kaambia haya, toa sura yako ya kikongwe, akawa anakwaruza uso. Kabla hajatoka kwangu kufika kwake, mume akapiga simu.
mke wangu nakupenda. Umenilisha mkayo ile kama pale shetani amemvalisha mke wake sura ya nini? Akasema mke wangu nakuja kukuhamisha hapo Kituro kupeleke Sinza. Hapo Kituro pamezidi ghasia. Ngoja kuhamishie Sinza hapa chini hapa. Bwana atusaidie sana. Maana duniani kuna machozi ya watu wanalia, lakini sababu ya kwamba wanalia ni kwa sababu hawana mfariji. Yesu akasema nitawaletea mfariji. Yesu hakutaka kanisa lilie. Hakutaka kanisa lijute. Hakutaka kanisa lilogwe. Hakutaka kanisa linyweshwe kitu cha kufisha. Hakutaka kanisa liwe nyonge. Hakutaka. Kama unaishi kinyonge, jiulize sana. Ni kwa sababu hujaruhusu hii nguvu. Bwana atusaidie sana. Amen. Hebu tuangalie hapa. Tuangalie Mithali 24. Mithali 24. Mithali 24. Mstari wa 32 hadi 34. Neno la Mungu linasema Mithali 24, 32, 34. Neno la Mungu linasema ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, naliona nikapata mafundisho. Bado kula kidogo, kusinzia kidogo, bado kulala. Bado kulala. Bado kukunja mikono upate na usingizi. Endelea. Mstari wa 34. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Sasa hapa nataka hapa ni tuangalie kwa nini vitu vinyonge vinakuwa shujaa kwako kama mtu mwenye silaha. Hapa anasema hivi, bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo. Kristo hakutaka kanisa lilale kidogo au lisinzie kidogo au likunje mikono kidogo. Hakutaka kanisa liwe. Na ukisoma hapo, Yesu aliliahidi kanisa kwamba litulie mahali mpaka livikwe nini? Nguvu. Na walipopokea ile nguvu, Yerusalemu palikuwa hapatoshi. Kwanza hao watu hawana woga. Hawana woga. Na hata mwimbaji mmoja akasema woga huzuni vinaondoka tukimtegemea Mwokozi. Waaminio wana uheri kustarehe katika Bwana. Ndugu zangu, nataka niwaambie hakuna watu wenye nguvu ambazo haziwezekani kama watu walio na Yesu. Amen. Hawawezekani. Nebukadneza alifungua kichwa kwa ajili ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Ukiwaingiza kwenye moto hawaungui. Ukiwatupa kwenye tundu la simba, simba hawatafuni. Itabidi tu unyoshe mikono juu, hawawezekani. Kanisa lirudi kwenye nguvu yake, lirudi kwenye moto wake, lirudi kwenye karama zake, lirudi kwenye utukufu wake. Lirudi. Hasa ninyi vijana, ninyi watumishi wa Mungu, ninyi Mungu awaandae pema. Amen. Hapa hili neno unaweza usilielewe, lakini mimi Mungu alipokuwa ananifundisha hili neno lilikuwa na mafunzo kwako. Njaa inaweza ikawa shujaa kwako kama mtu mwenye silaha. Njaa, unajua njaa, wakati wanajua njaa, wakati wanajua njaa, njaa inaua hayui, inamalizwa na nini? Chakula. Chakula. Kwa sababu anasema kugua mshae sijui. Kuna kajasho fulani sio kajoto. Lakini kama una njaa kupindukia, hapo kajasho kanatoka kembamba. Wewe unashangaa unayeyuka, si kwamba una ugonjwa, lakini njaa inakuondoa kwenye hali ya kustahimili.
unaanguka, wanasema si unakuwa mshega ni kukisaba. Lakini anasema ukimpa hata kijiko kimoja cha uji, ile njaa inanyosha nini? Lakini hapa anasema huyu mtu, kwa nini njaa imekuwa shujaa kwake? Ni kwa sababu amelala kidogo, halafu amesinzia kidogo. Anasema bado kukunja mikono, bado unapata usingizi. Kuna vitu kwenye imani hii ukivikosa, shetani atakuja kwako kama shujaa, wakati hana ushujaa wowote. Huko kuzimu anasikia shetani hana lolote. Ndio maana Kristo akasema, angalia yuaja mkuu wa ulimwengu huu, lakini hana kitu. Ndio maana Yesu siku ya tatu alifufuka, kwa sababu mauti haipokuwa na mahali pa kushika. Hakuna uchawi wala uganga kwa Israeli, kwa sababu ushike wapi? Ushike wapi? Huyu mtu kwenye maombi yupo, huyu mtu kwenye kukesha yupo, huyu mtu kwenye kusoma neno la Mungu yupo. Huyo shetani sasa anaaje na vigweko vyake? Amen. Huyu mtu ameshaja Roho Mtakatifu, karama ya Mungu iko ndani, sehemu ya Mwenyezi iko ndani, amefanya agano jipya na damu na mwili wa Kristo. Kristo anakaa ndani yake na yeye anakaa ndani mwake. Sasa huyu anayejigamba huyu na uchawi wake na uganga naye. Hebu ngoja niwaambie. Unajua kwa nini Farao alishinda njaa ya miaka 7? Mmoja anieleze. Kwa nini alishinda ile njaa ya miaka 7? Jamani, hatusome Biblia. Farao alishindaje ile njaa ya miaka 7? Niambie. Nitajaribu. Alishinda kwa kumpata mtu ambaye ana hekima ya Roho Mtakatifu kumsaidia kuhifadhi chakula kwa hiyo miaka. Sikiliza hapo. Kwanza kule Kanaani kule alikokuwepo mtu mmoja anaitwa Yusufu. Aliota ndoto. Miganda ya rafiki zake, yani ndugu zake aliozaliwa nao, imeinama chini. Alafu miganda yake umefanyaje? Umesimama. Maisha ya kuinama hayana ushindi. Ila maisha ya kusimama ndio yana nini? Ndio maana anasema hivi katika Zaburi ya 20, hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi. Anasema wao wanaotaja magari na farasi wameinama na kufanyaje? Lakini wanaolitaja jina la Bwana wamefanyaje? Wameinuka na kufanyaje? Sasa mtu anaweza akaishi maisha ya kuinama na kuanguka, lakini hawa wanaosimama na Kristo wanaishi maisha ya kuinuka na kusimama. Kwa kaka zake Yusufu walikuwa na maisha ya kuinama na kuanguka, lakini Yusufu alikuwa na maisha ya kusimama. Na siku moja alikuwa anapeleka chakula, sema ngoja tumuue tuone vitatimiaje. Hafi mtu aliye na neema ya Mungu. Mwimbaji mmoja akasema, mbeba maono hafi, mbeba Yesu hafi, mbeba Roho Mtakatifu hafi, mbeba karama za Mungu hafi. Wakamchukia, wakataka kumuua, wakachanganyikiwa, maana Mungu anasimama, mtu ambaye amesimama hafi. Kakumbuka kwenye kisima. Baadaye wakamtoa, akasema wakamuuza. Wasingelimuuza Yusufu, wasingelifuata chakula kule Misri, maana mtafsiri watoto wangekuwepo kati yao, mwenye neema ya Mungu angekuwa kati yao. Yule ameuzwa kule kwa Potifa. Potifa mwenyewe akaja akaangalia kwamba huyu mtu mambo
yako yamesimama, kwa kuwa kila alichokigusa kwenye nyumba yako kimebarikiwa. Mke wa Potifa akataka kumbaka Yusufu. Mtu aliye na Mungu habakwaki. Sisi nisemeje hapa? Ngoja nipate hiyo. Hauwezi ukambaka mtu aliye na nani? Utabakia na nguo zake, lakini yeye utamwangalia kwa mbali akiondoka mikononi mwako. Bwana atusaidie sana. Kwa kuwa amembeba Mungu, ndio maana Ayubu akasema sehemu ya Mungu iko ndani mwangu. Nawezaje kumwangalia msichana? Yale macho ya uzinzi ya kutoke. Amen. Kwanza ukiwa na Mungu, kabla macho hajatoka kwa msichana, hapa katikati unaona uwepo wa Mungu. Kwa sababu huyo msichana ameumbwa na Mungu. Huyo mvulana ameumbwa na Mungu. Hatujaumbwa ili tutamaniane, hapana. Tumeumbwa kwa kusudi. Mwili wako ni kwa ajili ya ndoa tu. Na kama huna mpango wa kuolewa au kuoa, usithubutu. Halafu nikawa nauliza watu, wewe unamwona msichana wa watu wanapita, wewe unamtamani, halafu kumbe hata kuwa mke wako kabisa. Yule ambaye ana huyo mke akikuona unamtamani angefurahi. Simana hata mzee wala pale akasema Isaya watu hao waliokuwa na kutosa hao ningewajua hata kama niko huko kabisa sijaokoka. Halafu wewe unayetamani watoto wa wenzako, wako wakitamani utasemaje? Kwa sababu anasema apandacho mtu ndiye atafanyaje? Yaani Mungu hatunyimi kitu kwenye dhambi. Hatunyimi kitu. Na mimi kwa sababu nilipeka agano na Mungu, nikamwambia kwanza sitawapa tamaa. Na ni kweli nikawa mke special for me. Vinapatana, vinaendana. Amina. Jamani, miaka tulioishi, hata juzi tarehe 9 tulikuwa tunakupikia mabazo mke wangu, ile siku tarehe 9 mwezi wa siku imefika leo. Kama tuna ile miaka hatujapigana ngumi, haitakaa itokee. Na sisi inaanzaje kumbe? Wakati yule anayechochea ngumi hayupo. Bwana atusaidie sana. Na baraka za Bwana huja kwa watu wenye unaokaa kwa amani. Kama mnapigana kama baraka zitakuja hata kidogo. Hawezi kuja. Na mimi watu walinifitini, anasema unaolewa na mtu asiye na kazi. Eti unaolewa na mtu ambaye ana chikinamba. Walimwambia mke wangu, asema mimi naenda hivyo hivyo, ni mchungaji. Akanikubali. Na nilipoana naye hakunionyesha na mshahara wake. Akichukua benki anauleta mkononi mwangu. Baba tupange. Halafu Mungu naye sio athumani na mimi akanipa kazi. Na mimi angeninyanyasa zile miaka ya mwanzo mabale, angeninyanyasa zile kwake. Halafu wakati huo mshahara ulikuwa mdogo. Mke wangu alikuwa na mshahara mdogo. Na hiyo ulikuwa ufuke 60 nilipoana naye. Walikuwa mshahara uliinuka hapa wakati wa Kikwete. Lakini naangalia jinsi Mungu anavyofanya. Sasa hivi mke wangu akileta mshahara hapa na mimi kaleta hapa, unalingana. Hebu ona. Yaani kwa madro baraka za Mungu kwa watu wanaomsubiri Mungu. Nikasema hivi mke wangu angeninyanyasa na ule mshahara. Sasa hivi mke wangu analeta mshahara hapa na mimi nikiuleta hapa, unalingana, anzidi kwa chochote. Bwana Yesu asifiwe. Nini ni kusimama na Mungu? Ukiwa kwa tamaa utampata wa kwako, utampata bondi atakunyuka ngumi.
Ukiongea hivi anaongea hivi. Akiongea hivi maana hamuendani, ni mke wa mtu. Huyo mwenye mke wake angepatana. Huyo mwenye mume wake angepatana. Lakini wewe kwa sababu umeingilia kitu ambacho sio cha kwako, kiatu sio cha kwako, kitadondoka. Muombe Mungu akupe kiatu chako. Mke wako uvumilia, kulia. Usiolewe kwa tamaa wala usiolewe kwa nini? Eti miaka kila saa kwenye kioo. Mbona kama usichana unaondoka unaenda wapi? Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo kinachowasukua watu, vitu vinyonge vinakuwa shujaa. Ni maisha ya wanayoishi. Wanalala kwenye mambo ya Mungu hawataki. Wanasinzia kwenye mambo ya kuomba hawataki. Wanakunja mikono. Yaani hawako vizuri kwa Mungu. Sasa anasema kitu kidogo ambacho ungekimaliza kwa kijiko kimoja cha uji kitakuwa shujaa kwako. Kuna vitu ambavyo sio shujaa kabisa. Eti wiki hii shetani kajinua wapi? Wapi kajinua? Namwambia kabisa shetani hatajinua leo wala kesho. Na ajinue aone cha mtema kuni. Hatajinua kwa chochote. Kilichomfanya Farao aishinde njaa ya miaka 7, akasema tupate wapi mtu kama Yusufu mwenye roho wa Mungu? Maana Yusufu akamwambia tafuta mtu, njaa itamalizwa na mtu, sio shambani kulima. Ni mtu mwenye roho wa Mungu ndiye atakayemaliza mambo. Amen. Mtu mwenye roho wa Mungu, tafuta mtu. Hii miaka 7 ya shibe hii miaka 7 ya shibe hii, tafuta mtu. Akasema wewe na nakupa mamlaka, tupate wapi mtu kama wewe? Kanisani tunatafuta watu kwenye roho wa Mungu ambao miganda yao imesimama. Na wewe kijana, mganda wako usimame. Hayo maisha ya kuinama hayo. Amina. Mtunga Zaburi akasema, nafsi yangu kwa nini kuinama ndani yangu? Nyanyuka uje umsifu Mungu aliye afya ya roho yako. Maana ni kwamba ukiishi maisha ya kuinama hautapata sahihi. Hautapata sahihi. Kijana, kama unaishi maisha ya kuinama, maisha ya kubahatisha, kwenye wokovu hatuishi maisha ya kubahatisha. Mpango wetu na Mungu. Mapenzi ya Mungu asema, salini Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako. Na neno la Mungu linasema katika Isaya 53 mstari wa 10, na mapenzi ya Mungu yatatimia mkononi mwa Yesu. Maana ni kwamba usipokuwa na Yesu, shetani atakuvuruga. Usichana wako atauvuruga. Ukijana wako atauvuruga. Shetani ni mvurugaji. Nani namwambia kabisa, shetani ni mvurugaji. Kama umempa nafasi, hautasimamisha chochote kwenye maisha yako. Amina. Ndugu zangu, nataka niwaambie, sisi tunaofanya huduma za kuombea watu, unakuta mtu amejaa mapepo. Na sio kwamba amekuja aombewa mapepo yaondoke. Hata alipokuja kwenye mambo wala hajui kama na mapepo. Wewe unafikia watu unaoona huko nje, unajua kinachokaa ndani wao. Wewe kijana mwenye macho kama huyo unayemtamani kweli ni mrembo, ana sura, ni binti beautiful. Lakini unajua kinachoishi ndani wake. Unajua kinachoishi ndani wake? Ndugu zangu, kinachoishi ndani ya mwanadamu ungekijua, ungesalenda. Ungesema Bwana hapana. Na binti aliyeitwa na mzazi wake wiki iliyopita. Binti ya watu anasema kambi walikuwa watu binti wa watu wamekaa kwenye kambi ili wajisomea, maana yuko form 4. Wachawi wakatuma mapepo yao pale kwenye kambi. Kwani kuna kusoma tena? Ikabidi yule mama amlete yule binti kwenye maombi. Wamleta kwenye maombi, binti ana mapepo. Anasema tumeshamvuruga huyu. Tumemficha kwenye mkoba wetu wa uchawi. Hawezi akafanikiwa, tumemshika nyota yake. Kaambia wewe mchawi, kwa nini unamtumia huyu binti? Unavuruga maisha, sema hawezi kufanikiwa. Lakini wameingia kwenye kambi ili akafaulu mtihani. Lakini ndani shetani anasema hatafaulu. Nimeshawekeza uharibifu wako. Usipomwamini Yesu, usipokuwa na nguvu,
Usipokuwa na karama, usipokuwa na huu moto, usipokuwa na huu tukufu, vita ni kubwa. Kijana, vita ni kubwa. Haipigani kwa sababu ya misuli ya ujana. Inapigana na kukunjua mikono kwenye maombi. Inapigana na kushika neno la Mungu. Inapigana pamoja na kufanya bidii katika mambo ya Mungu. Na siku hizi mambo yako wazi. Uchukua simu tu hata kutaka kuona vitu fulani unachangaa viko tu hapa. Utamzuia mtu asiwe na simu. Wewe binti yangu utamzuia asiwe na hiyo touch yake hapa. Lakini wewe ingia Facebook hapo mwanzoni uone vituko. Anasema nimekuwekea mbele yako uzima na nini? Weka mbele yake, maana utaona sawa sawa. Ili uchague, usikasema umekosea. Uchague. Kwenye semina hii unawekewa uzima mbele yako sawa sawa. Kijana, chagua uzima utaishi. Bwana atusaidie sana. Amen. Unaweza kumaliza huyu adui kama utaamua kukunjua mikono kwenye mambo ya Mungu katika semina hii. Bado kulala kidogo, acha kulala. Bado kusinzia, acha kusinzia kwenye mambo ya Mungu. Bado kukunja mikono, kunjua mikono kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwa nini unatafuta kulala usingizi na sio kuamka? Maana neno la Mungu linasema amka wewe usinzia, ufunge katika nini? Kwa nini unatafuta usingizi? Ufufuke kutoka kwa wafu na Kristo atafanyaje? Atakuangaza. Amka. Kile ambacho Bwana atusaidie sana. Hebu tumuone Ayubu alipokuwa na Mungu. Alafu Mungu alipomwacha kidogo Ayubu, uone vitu vilivyokuwa dhaifu vilivyokuwa vilimuinukia Ayubu. Ayubu 20:9. Ayubu 29. Mstari mingi kidogo tu kwa sababu na mashujaa wanaosoma vizuri. Soma haraka. Hakuna somaji kuanzia moja mpaka mwisho hapo 25. Lakini soma kwa haraka ili tusichukue muda. Mstari 25. Amesoma kwa haraka kwa sauti. Kisha Ayubu akaendelea na mithali yake na kusema, basi ingekuwa kama nilivyokuwa katika miezi ya kale, kama katika siku hizo Mungu aliponilinda, hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwa. Amina. Mwingine amsaidie binti huyo. Ilipomulika juu yangu kichwani, nami nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake, kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa. Hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu, wakati Mwenyezi alipokuwa akali pamoja nami, nao watoto wangu walipokuwa wakinizunguka, wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nao jabali liliponimiminia mito ya mafuta, wakati nilipotoka kwenda mjini hata langoni, ilipokitengeza kiti changu katika njia kuu. Hao vijana waliniona wakajificha, nao wazee wakaniondokea na kusimama. Wakuu wakanyamaa wasinene, na kuweka mikono yao vichwani mwao. Sauti yao masheki ilinyamaa, na ndimi zao zilishikamana na makaakaa yao. Maana sikio liliponisikia ndipo likanibarikia, na jicho liliponiona likanishuhudia, kwa sababu nalimwokoa maskini aliyenililia, yatima naye na yule asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijia, nikaufanya moyo wa mjane kuimba kwa furaha,
nalijivika hadi ikanifunika. Adili yangu ikawa kama jogo na kilemba. Nalikuwa macho kwa kipofu, nalikuwa miguu kwa aliyechechemea, nalikuwa baba kwa mhitaji, na dawa ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Nami nilizivunja taya za wasio haki na kumpokonya mawindo katika meno yake. Ndipo niliposema, nitakufa ndani ya kiota changu, nami nitaziongeza siku zangu kama mchanga. Shina langu limeenea hata kufika majini, na umande kukaa usiku kucha katika matawi yangu. Utukufu wangu utakuwa mpya kwangu, na uta wangu kurejezwa upya mkononi mwangu. Watu walitega masikio kunisikiliza, na ngoja wakanyamaa kimya wapate sikia mashauri yangu. Hawakunena tena baada ya kusikia maneno yangu. Matamko yangu yakadondoka. Naomba kijana mwingine asome hapa mistari kadhaa, kwambie uache.